Kwa majina naitwa Marwa Chacha Kisieri. Kitaaluma ni mwalimu na pia ni mdau katika tasnia ya sheria, kwa maana kwamba ni mwakilishi binafsi katika kesi za migogoro ya kazi hapa nchini Tanzania, na vilevile nimeshapata pia kuwa ni mwenyekiti wa kamati ya sheria na katiba chama cha ACT Wazalendo kwa kipindi kirefu sana ndani ya mkoa wetu wa Mwanza. Na pia ni vizuri niweke wazi kwamba hadi sasa ninapoongea mimi ni mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo. Umesema ni mwanachama wa ACT Wazalendo. Tunaona juzi mlikuwa mna saini na ni maadili ya kuhusu uchaguzi ambao utafanyika Oktoba. Chama chenu kimesaini, ila baada ya kusaini ghafla wametoa gumzo kwamba wakaenda mahakamani kushtaki tena. Hii inakuwaje kwamba amkupitia masuala yenu sahihi kwamba kujua tatizo liko wapi na ili tulisolve mapema kabla ya kwenda kusaini kisha kwenda mahakamani tena? Ni kweli, na mimi nimeshuhudia chama kikishiriki kusaini hizi kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu kwa mwaka huu wa 2025. Nilimwona katibu wetu Ado Shaibu, niona na saini akiwa ni miongoni kati ya vyama 18 tofauti na Chadema. Na baada ya hapo tena nikaona tamko la chama chetu hicho kupitia kwa kiongozi wetu wa chama ambaye ni Dorothy Sem, akatamka bayana kwamba hizo kanuni wamebaini ya kwamba kuna mapungufu makubwa sana, na hivyo wanataka kwenda mahakamani. Kwa hiyo wameonyesha utashi wa kufungua kesi mahakamani kupinga hizo kanuni. Sasa ni kwa nini imekuwa hivyo? Kwa kweli imeleta sintofahamu. Hata mimi nalifuatilia jambo hili kwamba hizi kanuni ina maana ya kwamba walizipata awali. Nimejiuliza sana, kama walizipata awali hawakusoma wakaona mapungufu hayo, na kama walisoma na wakaona haya mapungufu, ilikuwaje tena wakaenda kushiriki kusaini? Hii ni swala la pili. Swala la tatu, baada ya kusaini wamegundua kwamba kuna mapungufu. Ni sawa, unajua katika ufahamu unaweza ukaja hata baadaye. Pamoja na kuja na baadaye haifungi milango ya kutafuta haki ya kwenda mahakamani. Kuna kitu tunasema kwamba haki ya kwenda mahakamani ni haki ya kisheria, ni haki ya kiraia. Tunasema it is the right to the access to the court of law. Kwa hiyo wana haki hiyo. Kwa hiyo pamoja na kusaini hawafungwi kutokwenda mahakamani, kwa sababu hiyo haki iko wazi endapo watagundua kwamba kuna mapungufu ama kuna mambo ambayo yanakinzana kisheria na katiba pamoja na sheria iliyotungwa na bunge. Kwa mfano hii sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge pamoja na madiwani, ambayo kwayo ndio iliyoipa hii tume huru ya taifa ya uchaguzi mamlaka ya kuweza kutunga miongoni mwa kanuni nizo kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu. Kwa hiyo hilo pia wana haki nalo, lakini ni vizuri kuwa makini zaidi. Angalizo muhimu sana. Hilo jambo kwa kweli limeleta tafsiri nyingi sana, hata mimi binafsi sijalifurahia. Sasa kama chama cha ACT Wazalendo kina watu wengi wabobevu, tukimtaja kama Zitto Kabwe ambaye amehudumu Chadema pia akaelekea ACT Wazalendo, kwamba jopo la wanasheria wa ACT Wazalendo kwamba hawakupitia hili swala au kuna vitu behind ambavyo watu hawajui, wende kata ni propaganda kwamba tunakushtaki. Cause maana sidhani kama mnaambia tu njoo usaini kitu ambacho hujakisoma. Sidhani kama inaingia akilini, na ndio hapo Watanzania wengi wanashangaa au kushangazwa na kitendo hicho cha ACT Wazalendo kusaini kitu ambacho wakaenda kulalamikia tena baadaye. Ndugu mwandishi wa habari, lazima tuwe kweli. Hiki chama cha ACT Wazalendo ni chama ambacho kimeanzishwa mwishoni kabisa miongoni mwa vyama 19, na wengi wamekuwa kiita ni chama kichanga, lakini binafsi sikione kama ni kichanga. Ni chama kikubwa sana. Ukiacha CCM, ni chama ambacho kinafuatia Chadema ambacho chenyewe kimeanzishwa mwaka 1992 wakati vyama vingi, mfumo wa vyama vingi unakubaliwa nchini. Na ukija kwa ACT Wazalendo sisi ni mwaka 2014. Sasa ukijaribu kuangalia kwa haraka haraka ni kama sisi tuna takribani miaka 11, 11 hivi. Sasa ukijaribu kuangalia katika umri huo
chama ambacho kimekuwa ni kikubwa sana, na ukijaribu kwa Zanzibar, na tusiangalie tu upande mmoja wa nchi yetu ina pande mbili. Kuna Tanzania bara ambaye ndiko Tanganyika huko pamoja na Tanzania Zanzibar. Na chama kikuu cha upinzani kule kwa Tanzania Zanzibar ni ACT Wazalendo, hakuna ubishi. Sasa kwa na viongozi, ni kweli naamini kabisa kwamba tuna mtaji mkubwa sana. Tuna viongozi wakubwa sana. Kwa mfano hata huyu makamu wa kwanza wa rais ambaye ndio mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, Othman Masoud. Huyu Omo ana wasifu mkubwa sana huyu. Alishapata kuwa ni mwanasheria mkuu wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na kabla hapo alishapata kuwa ni mkurugenzi wa mashtaka serikali DPP, na mbali ya hapo ni mwanasheria mbobevu kweli kweli, na hapo alipo ana degree ya PhD ya sheria. Kwa hiyo siamini kwamba wanaweza kukosa ufahamu kwa kiasi hicho. Sasa ni kitu gani kiko behind hicho? Kwa kweli chama kama chama lazima tujitafakari upya, kwa ukubwa huo, kwa watu ambao ni rasilimali mali wenye uwezo mkubwa kiasi hicho, kwenda kusaini hizo kanuni. Ni kitu gani kilikuwa behind? Mimi sitahitaji kusema sana, na kwa kweli kama kuna msukumo mwingine tofauti na huo ambao sitaji kuamini hivyo, lakini nitashangaa sana. Nchi ina mfumo wa vyama vingi na inahitaji kwa kweli kuwa na vyama imara sana. Hata Nyerere kipindi cha nyuma aliwahi kusema kwamba nchi hii inahitaji kuwa na vyama imara visivyoweza kuzidi vitano, na ikipendeza vitatu. Na alishtukia sana utitiri, usajili wa vyama hivi utitiri. CCM imeazima mtindo huu wa kusajili vyama vingi sana kwa ajili ya kudhoofisha demokrasia, mfumo wa vyama vingi. Na hakuna ubishi kwamba CCM tangia awali, na isingekuwa ni baba wa taifa mwaka 1992, CCM hakuwa na utashi kabisa na mfumo wa vyama vingi hata kidogo hadi sasa hivi. Na jitihada sasa hivi zinaonekana wazi kwamba CCM imekamia kuwa vyama hivi, na vyama hivi kama tutakuwa tunapata viongozi ambao watakuwa makini sana na wakawa na ajenda zinazoendana kama upande mmoja. Sisi ni vyama vya upinzani, tunafahamika. Shabaha yetu ya chama chote cha siasa ni kuiondoa serikali, chama kilichoko madarakani, kukiondoa chama kilichoko madarakani ambacho ni CCM, ambacho kimedumu kwa muda mrefu sana. Mimi unaambia watu kwamba chama hiki wasikiangalia mwaka 1977, wakiangalia kuanzia mwaka 1954. Sasa ukipiga hesabu hapo utaona ni miaka takribani 61. Kwa sababu kuasisiwa kwake, kuzaliwa upya, sio kwa maana kwamba ndio kimeanza kimeasisiwa. Hapana, historia yake inaanzia mwaka 1954 kwa upande wa tano, na kwa upande wa Afro Shirazi Party SP ni mwaka 1957. Kwa hiyo sio chama cha kuregezea tu, kina mbinu nyingi sana, na kimeiba staili hii kutoka Congo, Belgium ambayo ndio DRC. Huu mtindo wa kuanzisha vyama vingi kabisa vilianza mwaka wa 1958 na wakaanza kurobu vyama hivyo, na ndicho kilipelekea hata huyu Patrice Lumumba akaulikwa, kusalitiwa na vyama utitivyo vimesajiliwa. Kwa hiyo CCM imekuwa na mbinu na jigeuza kama kinyonga. Hata hii Sudan unayoiona ilishapata kuwa na vyama vingi sana vya siasa kuanzia mwaka 1927. Ukisoma historia ya Afrika utaona vizuri sana. Hii Sudan unayoiona pamoja na Misri, ni nchi ambazo zilianza harakati ya kujikomboa kipindi kirefu sana, hata kabla ya nchi za Afrika Magharibi kama watu wanavyoona huku Ghana miaka ya 58. Hapana, lakini ukiangalia Sudani na ukiangalia na Misri ilianza muda mrefu sana. Vyama vingi vikuu na katika Saudi Arabia na Waingereza. Kwa nini mtindo ambao sisi mmeukopa? Kwa hiyo nitashangaa, narudi sisi kwa mara tena, kama ACT Wazalendo kwa kweli wasipoongeza umakini zaidi. Walikuja na slogan nzuri sana ya kwamba rinda demokrasia, ambayo ilikuwa inaendana kabisa na Chadema, no reforms no election, kwa bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Walikuwa wanaendana kabisa, kile ambacho tofauti na maneno hayo, lakini ukijaribu kuangalia maudhui yao yalikuwa ni yale yanafanana kabisa. Sasa ni kitu gani kimewapelekea, kimewasukuma ghafla kwenda hivyo, alafu wameshtuka ghafla hivyo kukimbia kwenda mahakamani? Kwa kweli huku mitaani sisi tunaishi na watu, viongozi wawe makini sana wanapopata nafasi za juu, wasidhani kwamba wanafahamu mambo. Huku chini tunafahamu mambo kuliko wanavyoyafahamu. Watu wako kwenye local areas huku, kwenye localities. Kwa hiyo wao makini sana. Kwa hiyo wasichukulie kwamba wanapokuwa wako juu huku kwa kuwapa mamlaka wakadhani kwamba ni wajuzi wa mambo. Hapana. Taifa lolote lile tunaangalia general public reaction ya umma, ndio ile inaweza kuathiri chama chochote kile kabisa, hata serikali kwa ujumla wake. Kwa hiyo hilo kwa kweli halijakaa vizuri. Kama mwanasheria mbobevu,
Nitamani binafsi. Yeah. Wanaitaga counsel hivyo hivyo, hata hukumu zimeandikwa hivyo, lakini mimi napenda kujiita mwakilishi binafsi wa kisheria. Regularized person representative, maana hukumu zote zimeandika kwa nafasi hiyo. Haya, ninataka kufahamu maana ya uhaini. Ni neno ambalo sio Watanzania wote wanalifahamu. Ila nyie watu ambao kidogo mko kwenye masuala ya sheria, naweza mkatusaidia elimu ya maana ya uhaini. Uhaini, nakushukuru sana. Kwanza ili nitoa tafsiri nzuri, nilikuwa najaribu kupitia katika mitandao mbalimbali, nilikuwa na mimi ni mdau ambao natoa maoni sana kwenye vyombo vya habari. Ni rafiki mkubwa sana. Nimefanya tafiti mbalimbali kwa nchi kama Marekani pamoja na Uingereza kuhusu uhaini. Uhaini ni kosa la kijinai kubwa kuliko makosa mengine yoyote yale. Na nikasoma kesi moja ya aliyewahi kuwa makamu wa rais. Anaitwa Aaron Burr mwaka 1807, hata kabla ya makoloni barani Afrika. Kesi hiyo ni kesi maarufu sana duniani, na huyu alituhumiwa kwa ajili ya kuanzisha uasi dhidi ya rais, yani ambaye yeye alikuwa ni makamu wake Jefferson. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kesi, nitaifanua ili iwe ndio mwongozo, guideline kwa katika kujibu katika swali lako. Na ukija katika nchi yetu ili je ndivyo kwa pamoja, ukaja katika sheria hii ya sheria ya kanuni za adhabu, Penal Code sura ya 16 kifungu cha 39 kinaongelea sana uhaini. Sasa uhaini nini? Uhaini ni kosa kubwa sana la kijinai ambalo shabaha yake hasa ni nini? Huwa inalenga nini? Huwa inalenga kuiondoa serikali halali iliyoko madarakani, ama kuua rais, ama kuua hata mwanafamilia wa rais. Kwa hiyo ni jaribio ambalo huwa linafanyika kinyume na sheria. Huo ni jaribio la kimapinduzi. Ni mapinduzi, ndio, ni mapinduzi. Na kwa lugha nyingine tunasema kwamba ni uasi dhidi ya serikali iliyoko madarakani, au uasi dhidi ya taifa. Kwa hiyo ndio tafsiri yake. Ni uasi dhidi ya taifa au nchi pamoja na serikali iliyoko madarakani, kwa sababu kwa kulenga matendo ambayo nimekuelezea. Na ili uhaini uwepo, lazima kuna chembe zile za kijinai. Hili jambo lazima lifahamike vizuri sana. Kwanza lazima paupo na mipango ya wazi. Lazima paupo na mipango ya nini? Ya wazi. Mipango ya wazi ya kupindua hiyo serikali iliyoko madarakani. Lazima sio kificho, asikuangaje mtu. Lazima yawe ni ya wazi. Wanaita ni overt criminal offense. Lazima iwe wazi kabisa, sio siri. Pili, lazima muhusika ama wahusika wale wanao organize wasuo au haini huo, kama nilivyoelezea, lazima wawe na ushawishi ndani ya jeshi, kwa maana kwamba lazima watumie jeshi. Lazima kama ilivyo Tanzania, jeshi la ulinzi lazima. Alafu tatu, ambali ya hayo, lazima watumie nguvu. Lazima watumie nini? Lazima watumie nguvu. Sasa ukijaribu kuangalia baadhi ya hizo chembe hizo ambazo tunasema ni elements of what treason, chembe hizo au vimeng'enyo hivyo ambavyo vinaweza, au mambo ambayo yanaweza kapelekea uasi ukaonekana kwa wazi, dhahiri shairi. Ukija kwa upande wa Tundu Lissu, sioni hata chembe hata moja. Tundu Lissu hajawahi kuwa moja kati ya viongozi wa kijeshi. Hata kujaribu kuangalia chama chake chochote kile mshenero hakina ushawishi wote na jeshi, na tujawahi kuona jeshi lolote linatumika hapo. Kama ambavyo yale maasi yale ambayo tuliyashuhudia katika mwaka 1983, Watanzania lazima tukubali, lazima tuangalie, ama lilo jaribio la maasi ya kijeshi, military mutiny ya tarehe 16 Januari mwaka 1994 dhidi ya serikali Nyerere. Nyerere alifanywa majaribio mengi sana. Sasa ukijaribu kuangalia hayo, ukaja ukayavuta na hiki ambacho Tundu Lissu anakabiliwa nacho, kwa hakika hata katika sheria hiyo, na nimejaribu kuangalia katika kesi hii ya Aaron Burr ambaye alifunguliwa na serikali ya Marekani,
iliishiria kutoka kwa aibu kubwa kweli kweli, na ilionekana kabisa dhahiri shahiri kwamba huyu Aaron Bar, hiyo ndio nataka Watanzania wajue kabisa na Afrika, kwa sababu haijasema na mtu yoyote. Nimesoma kwa makini sana. Hata mkigugu baadaye ukagugu pale ukaandika the USA versus Aaron Baron, utaona inafunguka. Utaona hiyo kesi inafunguka. Ni maarufu sana. Katika kesi hiyo ilionekana kabisa dhahiri shahiri kwamba huyu Aaron Bar alikuwa na rafiki yake ambaye alikuwa ni mwanasheria na ni tajiri sana. Na ikaonekana kwamba mipango serikali makachero wakagundua serikali ya Marekani kwamba kuna vikao, mikutano inafanyika katika nyumba ya huyo rafiki yake. Nyumba hiyo ilikuwa katika kisiwa. Unaona, sasa wakabaini kwamba kuna mikutano inafanyika pale ya kuorganize yale maasi. Lakini baadaye wakaja kagundua sasa alipowashindia kiurahisi sana, walikuja kuangalia yeye alimlenga nani kumuua, alitumia nguvu kiasi gani, jeshi gani ambalo alilishirikisha katika kupindua huyu rais, aidha kwa jaribio la kuua au kwa jaribio la kumpindua ama kuwa katika sehemu ya mini ya familia yake. Ikaja ikaonekana kwamba vitu hivyo havikuwepo. Kwa hiyo matokeo yake akaachiwa. Na kwa sababu ya kesi inaanza kusikilizwa kuanzia mwezi Machi mwaka 1807. Unaona, ikaja kuisha mwezi Novemba mwaka huu 1807. Sasa huyu mtu alionyesha dhamira kali sana ya kupingana na Rais Jefferson, na alikuwa anakubalika sana. Alikuwa na ushawishi mkubwa sana na alikuwa amelenga kugombea. Unaona, na mwaka huu palikuwa na uchaguzi wa awamu ya pili. Sasa alichokifanya ndicho ambacho kimetokea Tundu Lissu. Na Watanzania wajue hilo kabisa, sikudanganyi mtu. Sasa kilichokuja kufanyika wakaona mtu huyu sasa na ushawishi mkubwa sana. Sasa kile chama cha Republican ndio kimuingiza Jefferson katika matatizo. Kama CCM ambavyo yani CCM sikudanganyi. Kama kweli polisi wale hawakutumika, nategemea kabisa rais wetu kama amiri jeshi mkuu, mkuu wa nchi na mkuu wa serikali alikuwa amejizorea heshima kubwa sana kupitia R4 za kwake zile. Hakika anapaswa achukua hatua kali sana. Polisi wale walikwendaje? Mkutano wa hadhara uliokuwa hadharani kabisa, wamehutubia, wamemaliza, wameingia kwenye chagizo, mtu anakamatwa kwa kutumia nguvu kubwa sana, mtu ambaye si mwaini, mtu ambaye hajatenda makosa yote pale, hata pamoja na matamko anayokuwa anasema ya kwamba ya huko nyuma akimnukuu Nyerere. Na bahati nzuri Tundu Lissu anakiri sana kabisa, katika wanasiasa ambao wanafuatia kwa kizazi hiki, Tundu Lissu anakiri, sijapata kuona yeye mwenyewe hayo wanayemtumu nayo. Alitabiri, si kutabiri, alisema ya kwamba mabadiliko tutayatafuta kwa namna gani. Sasa waliposikia ile neno ya uasi, sasa uasi sio vijana. Narudia tena, uasi sio treason. Uasi ni rebellion or insurrection. Unaona, uasi ni tofauti kabisa. Uasi tofauti kabisa. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia treason na insurrection ama rebellion ni vitu tofauti na vina adhabu tofauti. Kwa hiyo mzee wangu, kwamba chama tawala kinamwogopa Tundu Lissu kuliko chama chake. Yaani wanamwogopa kupitiliza. Kama ambavyo Jefferson na Republican hii cha Marekani ukubwa wake wote walivyomdanganya Jefferson. Mshanero akaingia mkenge siku hizo vijana, akaingia mkenge wakamkamata Aaron Bar. Sasa kumbe wakaenda kumtengeneza kuwa maarufu sana Aaron Bar. Hata umaarufu sasa attract attention kwa mataifa makubwa kama Jumuiya ya Kimadola huko Ulaya huko. Sasa kesi zikasaka kweli mpaka Uingereza. Hakika sijawahi kuona kesi ya uhaini imemtia mtu hatiani na akanyongwa kutokana nayo. Tundu Lissu ataandika historia katika karne 21 ya kipekee. CCM wamejichanganya vibaya sana, na kuhakikishia nimetoa hiyo kesi waifuatilie, na nimetoa hiyo mifano, sijaona. Na hata katika hizo elements of criminality of treason hakuna mahala ambapo naona watamtia Tundu Lissu ndani. Hata uchochezi upi? Uchochezi hauwezi kuwa miongoni mwa chembe za treason. Hata ukisoma kifungu namba 39 cha sheria hiyo ya adhabu, makosa ya adhabu penal code. Ukijaribu kuangalia kifungu namba 39, hiyo instigation ile ukijaribu kuangalia lazima itakwenda na vitu vingi sana. Okay.
kama ni kushawishi, alishawishi nani? Mbona amekamata peke yake? Mbona alikaa peke yake katika mkutano ndani ya chama chake? Alimhukumu. Mbona hawajakamata kwamba, kwa nini hawajakamata kwamba alikuwa na organize na viongozi wenzake? Kwa nini kusema kama katika mkutano wale, kwa nini hawajakamata? Kwa nini wamtarget yeye? Haya, kwenye mkutano walikuwa na hutubia, kwa nini wamtarget yeye? Kwa hiyo kwa nataka kujibu swali, Tundu Lissu sisi inamogopa kuliko maelezo, na Tundu Lissu anawazidi agenda. Tundu Lissu katika uongozi wake kwa mara ya kwanza katika nchi hii, mimi sio mwana Chadema, nafuatilia nchi yangu, naifuatilia historia nchi yangu, naifahamu vizuri sana, na katika vitu ambavyo niko makini sana ni katika historia na katika masomo ambayo nilifaulu, ambayo nimeyafundisha sana. Mimi ni mwana historia kweli kweli, ndio maana unaona hata mifano ninayotoa nafuatilia sana, hata mahakamani natumia sana precedents, hizi case laws, hizi hukumu sheria ndio zinatuongoza zaidi. Tundu Lissu sioni mahala ambapo watamtia hatiani, sioni, na sitaji kuingilia ushawishi wa majaji waje wafanye nini. Hakika nimejiridhisha vya kutosha, CCM wanamuogopa Tundu Lissu kuliko maelezo, na wamempaisha. Angalia sisi matamko yanatoka katika jumuiya mbalimbali za kimataifa, angalia matamko yanatolewa na vyama vya kisheria, mshaneroa Afrika mpaka Uganda, tumeona Kenya, tumeona Zambia, tumeona Sadiki, tumeona sehemu mbalimbali za duniani. Hebu angalia sasa, wamemuimarisha na Tundu Lissu kumpeleka gerezani ni kama chura kumpiga teke, atarukia mbele tu. Kwa hiyo tuseme no reform no election ilikuwa imeshaanza kufanya kazi kwa hatua kubwa sana mpaka sasa. I say, nikwambie kitu. Hao jamaa wanaona mbali. Sikufichi. Wao jamaa, yani kama ni kubuni. Hii slogan hii na waendelee nayo. Sikufichi. Watanzania nyewe wenyewe mnazunguka mnaona ndio gumzo, Chadema ndio gumzo. Kwa sababu hao jamaa wanakoshatize kitu ambacho wanakitumia kijamaa hawa. Naona wanaenda katika mfano ule Nyerere, unajua alipelekea nchi hii, watu wanashindwa kuelewa kwamba Nyerere kwa nini alifanikisha uhuru wa taifa hili ndani ya muda mfupi sana. Sikudanganya, hazikuwa ni harakati za kusema kwamba ni harakati za muda mfupi sana. No way. Mwaka 1954 wakati ameanza hizo harakati, walimuogopa. Huyu ni mwalimu katika serikali yetu, tunamlipa, ni mtumishi wetu, ni civil servant, anafundisha, tunampa mshahara. Mtu huyu kumbe wakamwondolea nguvu. Unaona, nguvu ya kifedha. Wakasema mtu huyu tena hapana. Huko anafanya siasa, chagua moja. Kwa Nyerere was dismissed, wakampa masharti ya kumuondoa katika utumishi. Nyerere alisafiri sana mpaka walimdharau. Nilishapata kusoma sehemu walikuwa wanamuita Rakshari mguu. Na Nyerere alikuwa anatembea sasa. Watu wakamhurumia. Sasa harakati za kwanza mwaka 54 mpaka mwaka wa 61 kujaribu kuangalia pale ni miaka 7. Waingereza wakajisalimisha, na kabla hapo mwaka 1958 walimuona ni mchochezi, mtu wa kwanza kuitwa mchochezi kama huyu Tundu Lissu sio wa kwanza, ni Julius Kambarage Nyerere. Na Tundu Lissu hiyo anayefahamu vizuri, na katika hotuba zake hata mkijaribu kuangalia anasema mimi sio wa kwanza bwana. Akina Mandela hawa kwana walipotupwa ndani, Mandela alitupwa kwa jamii kupingana na siasa za ubaguzi, apartheid, policy ya makaburu hayo. Lakini mwisho wake ilikuwaje? Mtu yoyote ambaye anaonekana kuwa na nguvu na ushawishi sana katika general public, katika umma, mara nyingi serikali sio jiamini yuko madarakani. Kwa mfano kama CCM wamekaa muda mrefu sana, wajisahau sana. Na naamini kabisa hata kwa ushauri wanaokaa, inawezekanaje baraza la mawaziri, washauri wa rais kabisa wameshindwa kuona hilo? Imekuwaje uongozi wa CCM kamati kuu wameshindwa? Mzee wangu mzee Wasira wanashindwaje kuona hilo wakati msaidizi wa rais kama makamu mwenyekiti wake wameshindwaje kuona wakati wanajua historia ya nchi hii? Huyu kijana kwenda kuonea hivi na madhira yote aliyapata, mtu ampiga marisasi yote, mtu mwenyewe anachechemea risasi kwa mguu ule ni mhogo tu, anatembea nao kwa mateso makubwa sana. Na wanapoendelea na mikutano hii, angalia kinachozungumziwa kuhusu katika rasilimali ya nchi yetu. Angalia wanachokiongelea kuhusu katika mifumo yote, kwa mifumo ya kiutawala, mifumo ya kielimu, ya kisheria na kikatiba. Hakuna mahala ambapo mtu hawezi kuafiki kwamba wako sahihi.